makundi makubwa ya tembo kabla ya kuleta madhara katika maeneo ya wananchi. Na vikosi vyetu vimekuwa vikifanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba wanafuatilia makundi yote na kujua yalipo, na pindi anapotaka kwenda kuleta madhara kwa wananchi, basi moja kwa moja wanatoka, wanakwenda kurudisha kwa kutumia ndege nyuki, wanakwenda kurudisha kwa kutumia magari, wanakwenda kurudisha pia kwa kutumia pikipiki. Na yote haya yanalenga katika kuzuia athari mbalimbali ambazo zinasababishwa na tembo katika makazi ya wananchi na kwa wananchi wenyewe. Ninaweza nikatoa ushuhuda kwamba wananchi wengi wa kata hizo ambazo nimezitaja awali wameweza kulima na kufikia hatua ya kuvuna mazao yao kwenye mashamba. Lakini sambamba na hilo, athari pia za miundombinu, athari za kuleta vifo pamoja na majeruhi kwa watu zimepungua, na pengine kuna wakati mwingine naweza kusema kabisa kwamba kwa mwaka huu ni athari chache sana zimeweza kutokea katika yale maeneo ambapo vikosi vyetu vipo na vinafanya kazi. Kwa majina naitwa Mhifadhi Daraja la Kwanza Tumaini Hoza, nafanya kazi katika Hifadhi ya Taifa Mkomazi. Leo tulikuwa katika kata ya Mkomazi iliyopo katika wilaya ya Korogwe katika mkoa wa Tanga, na lengo kuu ni katika utekelezaji wa mpango mkakati wa taifa wa kukabiliana na changamoto ya migongano baina ya wananchi wa binadamu, migongano baina ya binadamu pamoja na wanyamapori. Eneo hili la Mkomazi tunayo changamoto ambayo ni mgongano baina ya tembo pamoja na binadamu, ambayo kimsingi imekuwa ikileta madhara mengi, yakiwemo pamoja na kuharibiwa kwa miundombinu, lakini pia kuna mazao ambayo yamekuwa yakiliwa na wanyama tembo. Lakini kikubwa zaidi, leo tumekuja kufanya tumekuja kufanya hii program ya kutoaji wa elimu kwa wananchi, tukiwa na lengo kubwa kwa ajili ya kuweka usalama au kuweka maisha ya watu wanaoishi katika eneo hili la Mkomazi kuwa katika hali ya usalama. Kwani tembo wamekuwa wakizuru watu, wamekuwa wakiua, wamekuwa wakijeruhi. Kwa hiyo ni vizuri kuja kwa wananchi, kuongea nao, kuzungumza nao ili waweze kujua tahadhari ambazo wanaweza kuzichukua wakati pale wanyama hao wanapoonekana katika mazingira yao. Mimi naitwa Twalibu Idi Ngoto, naishi hapa kata hii ya Mkomazi, wilaya ya Korogwe, kwa Tanga. Mimi kwa kifupi nataka niseme katika eneo letu hili la kata yetu hii ya Mkomazi tumekuwa tukipata heka na misukosuko mingi kutokana na wanyama tembo kuingia maeneo ya mashambani, na hata saa nyingine kukutana na watu wakiwa katika shughuli mbalimbali katika maeneo ya pembezoni mwa miji. Lakini jitihada hizo za kuweza kukabiliana na hili jambo, kwa kweli tunashukuru sana kwamba tembo pamoja na kutusumbua na kuleta misukosuko na kusumbua, kuharibu mazao na hata saa nyingine kupoteza maisha ya watu, lakini serikali imekuwa karibu sana kutusaidia jambo hili kupambana nalo. Imefikia hatua tumejengewa kituo ambacho kiko Goha, na tumewekewa kituo cha vijana VGS ambao wamepata elimu, ambao wanaweza kufika mahali wakasaidia kuwasogeza, kuwafukuza na kuwapeleka sehemu za pembeni ya maeneo yao ya kuhifadhi wanyama. Elimu hii iliyotolewa hapa kidogo inasaidia wananchi, maana unakuta wengine wanamuona tembo lakini athari zake hawazijui. Kwa sababu unakuta mtu tembo kama pale kutana namsogelea mpaka hapa na hapo anapigia makelele na nini, hajui kwamba yule tembo kuna muda anaweza kasirika akamgeukia. Unaona? Kwa hiyo ili zoezi linalofanyika hapo inasaidia kuelimisha watu kujua kwamba tembo ana athari gani wakati utakapokuwa umemsogelea karibu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.